Droni za jeshi la Iran zashambulia vituo vya kimkakati vya Marekani nchini Kuwait. Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeshambulia vituo vya kimkakati vya jeshi la kigaidi la Marekani katika kambi ya Hamad al-Jaber huko Kuwait kwa kutumia ndege zisizo na rubani zenye uharibifu mkubwa. Katika awamu ya 27 ya Operation Saki na kujibu mashambulizi ya hivi karibuni ya jeshi la kigaidi la Marekani dhidi ya maeneo kusini mwa Iran, hasa shambulio la kikatili dhidi ya makazi ya raia kwenye kisiwa cha Kashmir, ndege zisizo na rubani za jeshi la Iran zimeshambulia maegesho ya ndege za kivita, mifumo ya mawasiliano na satellite na maghala ya zana za jeshi la mauaji ya watoto la Marekani katika kambi ya Hamad al-Jaber nchini Kuwait. Kambi ya jeshi la Hamad al-Jaber kwa Kuwait imekuwa na nafasi kubwa katika operesheni za anga na usimamizi za Marekani na inatambuliwa kwa mojawapo ya vituo muhimu vya msaada wa anga kwa jeshi la kigaidi la utawala wa Washington. Idara ya mahusiano ya umma ya jeshi la Iran imelaani shambulio la Marekani dhidi ya nyumba za raia huko Kashmir, ikilitaja kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa kanuni za kibinadamu na mfano mwingine wa uhalifu wa kivita wa adui, ikisisitiza kuwa uhalifu, vikwazo na vitisho vinaifanya Iran iwe na umoja na imara zaidi katika kujilinda kutakatifu. Taarifa ya idara hiyo imeongeza mashambulizi makubwa pande zote na mapema ya jeshi na IRGC imefelisha juhudi za adui za kuzuia mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Iran licha ya kutumia mifumo ya ulinzi ya kisasa zaidi, na adui mwovu analazimika kuzuia uchapishaji wa habari za uharibifu, vifo na majeraha yanayotokea kwenye safu zake kupitia udhibiti mkali wa vyombo vya habari. Mashambulizi ya jeshi la Iran dhidi ya vituo na kambi za kimkakati za Marekani huko Kuwait yanafanyika kulipiza kisasi cha mauaji ya wanafamilia watatu, wakiwemo mama, baba na mtoto wao wa kiume wa miaka 2 waliuawa shahidi katika shambulio la kinyama la anga la jeshi la kigaidi la Marekani kwenye kisiwa cha Kashmir kusini mwa Iran. Wakati hayo yanaendelea, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameashiria matamshi ya Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu kupuuzwa kwa sheria za kimataifa kwa namna inayotisha na kumhutubu yeye kwa kumwambia, sasa ni wakati wa kutimiza jukumu lako zito na kusaidia kuzuia Umoja wa Mataifa na mfumo wa kanuni zake kutofikwa na hatima ya jumuiya ya kimataifa. Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amebainisha kwenye ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X, akinukuu dondoo za hotuba ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika mkutano rasmi wa Baraza la Usalama la umoja huo uliofanyika Julai 23, ambapo alionya kuhusu mwenendo hatari wa uvunjaji sheria, kutotimiza ahadi, kutochukuliwa hatua wahalifu na kukithiri vita katika ngazi ya kimataifa. Na akasema Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa hoja zifuatazo katika mkutano rasmi wa Baraza la Usalama mnamo Julai 23, 2026. Anasema, tunashuhudia kupuuzwa kuna kutisha kwa sheria za kimataifa, kutochukuliwa hatua wahalifu kunako kithiri, ukiukaji usio na uwajibishaji. Kila ukiukaji usiowajibishwa unaandaa mazingira ya ukiukaji mwingine, kuzidi kupungua hali ya kuaminiana, ambapo inazidi kwa vigumu kutatua mizozo kupitia mazungumzo na inazidi kwa vigumu kudumisha makubaliano. Wakati pande husika zinapofadhilisha kutumia njia ya utatuzi wa kijeshi kuliko kufikia makubaliano kupitia mazungumzo, raia hulipa gharama kubwa. Na hali hii inaonekana kikamilifu katika Mashariki ya Kati na ina matokeo angamizi katika eneo na ulimwenguni kote. Eneo hilo linaburuzwa kuelekea kwenye mzunguko usio na mwisho na unaoongezeka wa mapigano. Baada ya kunukuu dondoo hizo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ameandika kumhutubu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa kumwambia, ya Nabii, Katibu Mkuu, usemayo ni sahihi kabisa, lakini kwa nini hauelezi kwa uwazi kabisa? Kwa nini unahepa kutaja wahusika wawili wakuu wa hali hii, yani Marekani na utawala wa Kizayuni? Kwa nini unahisi vibaya kuwalaani wale ambao wamewapa kinga kamili ya kutoweza kuadhibiwa wahusika wa mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita, jinai dhidi ya binadamu na uchokozi wa kijeshi? Baghei amesisitiza kwa kusema, sasa ni wakati wa kutimiza jukumu lako zito na kusaidia kuzuia Umoja wa Mataifa na mfumo wa kanuni zake kutofikiwa na hatima ya jumuiya ya mataifa. Wakati hayo yakiendelea, zaidi ya mazuari milioni 2 wa Iran wamevuka salama mipaka ya nchi ili kuhudhuria shughuli za kila mwaka ya 40 ya Imam Hussein, mojawapo ya mikusanyiko mikubwa zaidi ya kidini duniani inayofanyika katika mji mtakatifu wa Karbala nchini Iraq. Afisa wa jeshi la polisi la Iran, Jenerali Mohammad Sharaf, amesema kwamba jumla ya watu milioni 2.4 wamejiandikisha kwa ajili ya ziara ya Imam Hussein huko Karbala. Amesema zaidi ya mahujaji milioni 2 kati yao tayari wamevuka mipaka ya nchi wakiwa katika hali salama na ya amani. Jenerali Mohammad Sharaf ameongeza kuwa takriban wafanya ziara 500 pia wamerejea Iran baada ya kuzuru kaburi la mjukuu huyo wa Mtume Muhammad nchini Iraq. Sharaf amesisitiza kwamba kudumisha usalama bado ni jukumu kuu la polisi wakati wa shughuli hii ya 40 ya Imam Hussein.
40 inahusisha siku 40 baada ya kuuawa shahidi Imamu Hussein bin Ali bin Abi Talib, imamu wa tatu wa Waislamu na mjukuu wa Mtume Muhammad, watoto, ndugu na masahaba wake waaminifu. Vilevile imamu wa swala ya Ijumaa mjini Teheran amesema Marekani si mchezaji mkuu tena katika eneo la magharibi mwa Asia, akisisitiza kwamba leo kwa hatua za amiri jeshi mkuu wa vikosi vya ulinzi na mapambano yanayotokana na maarifa na imani ya wapiganaji wa jeshi la Iran na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefikia kiwango cha juu cha kujilinda ambacho kinamfanya adui asiweze kuanza chokochoko ya aina yoyote bila kupata jibu linalofaa. Hujatul Islam Sayyid Muhammad Hassan Abu Torabifad amesema leo tunashuhudia mabadiliko katika mlingano wa vita yanayoashiria nguvu na harakati za kusonga mbele, na hapana shaka kwamba kushambuliwa kambi ya anga ya jeshi la Marekani na kituo kikuu cha amri cha utawala wa nchi hiyo kwa Jordan mapema Jumatano ni mojawapo ya ishara za mabadiliko haya. Amesema kwamba lengo la mkakati mpya ni kuzidisha gharama na hasara ya uchokozi wowote unaowezekana wa adui, na kuongeza, ikiwa adui atatambua kwamba gharama ya kuendelea na vita ni kubwa kuliko faida zake, strategia ya kujilinda itakuwa imetimiza lengo lake kuu. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Shukran kwa baba wa kivita. Mimi ni The Rich Voice.